ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه يرجون تجارة لن تبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أهدى آمر وأبر مأمور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiwa ndani ya miezi mitukufu, miezi aliyotukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tuko ndani ya mwezi ambao ni mwezi wa ibada tukufu ya haji, mwezi wa Dhul-Qaada. Kuna ndugu zetu Waislamu ambao tayari washatangulia Baitullahil Haram kwa ajili ya ibada hii tukufu ya haji, na kuna wale ambao wako njiani kuelekea Baitullahil Haram, na pia kuna wale ambao wanajiandaa kuelekea Baitullahil Haram kwa ajili ya ibada hii tukufu. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie hija yao iwe ni mabrur, iwe ni hajjun mabrur, ambayo itakuwa na malipo ya pepo kama alivyotuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika moja ya hadithi zake, hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un illa aljanna. Haji ambayo ni mabrur, haji ambayo imekubalika, imefanyika kwa namna alivyoiweka mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi hija hiyo itakuwa malipo yake ni pepo. Tumuomba Mwenyezi Mungu awajalie pepo katika ibada yao hii tukufu. Lakini pia kuna wale ambao waliwekania ya kwenda kutekeleza ibada hii, lakini wakashindwa, wakakosa kwenda kwa sababu ya dharura zilizowafika. Pengine walikuwa ni wagonjwa, ama pengine walikuwa hawana uwezo wa kuweza kuwafikisha Baitullahil Haram, kwa hivyo wakashindwa kwenda kwa sababu ya udhuru. Basi hawa tawaambia kwamba wachukue bishara kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajalia malipo ya ibada hii, pamoja na kwamba wameshindwa kufika Baitullahil Haram, lakini nia walikuwa nayo, hamu walikuwa nayo, lakini kwa dharura na matatizo yakawafanya wakose kwenda Baitullahil Haram. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa nia yao, kwani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka katika vita vya Tabuk, alipokuwa anarudi katika mji wa Madina, alipofika karibu na mji wa Madina, aliwaambia masahaba kwamba inna bil madinati la rijalan
Awambia katika mji wa Madina tunaouelekea sasa, mkumbuke kwamba kuna watu katika mji huo, masirtum masira, hamkutembea mwendo wote mlioutembea kutoka Madina mpaka kuelekea Tabuk, na kutoka Tabuk mpaka kurudi sasa taingia katika mji wa Madina. Wala qata'tum wadiyan, wala hamkuvuka mabonde tangu mlipotoka Madina mkaelekea Tabuk, na tangu mlipotoka Tabuk mpaka sasa tunakaribia kuingia katika mji wa Madina, illa kanu ma'akum, isipokuwa watu hao walibakia katika mji wa Madina, lakini katika msafara wenu huu mulikuwa pamoja nao. Habasahumul udhuru, mulikuwa pamoja nao kwa nia zao, lakini hamko pamoja nao kwa sababu wameshindwa, imewasuilia wao udhuru, walipatwa na nyudhuru ambazo ziliwapelekea kutokuwa pamoja nanyi. Yani kimili yenu hamko pamoja nao, lakini kinia, kwa nia ulizonazo basi mko pamoja nao. Katika riwaya nyingine akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, illa sharakukum fil ajr, isipokuwa yani hamkutembea mwendo mliotembea, wala hamkuvuka mabonde mliovuka kutoka Madina mpaka Tabuk, na kutoka Tabuk mpaka kurudi sasa kuingia katika mji wa Madina, isipokuwa mlikuwa pamoja nao na mumeshirikiana nao katika ujira, katika malipo mumeshirikiana nao. Walishindwa kuingia katika huu msafara kwa sababu ya udhuru, walipatwa na matatizo kama wale wengine ambao walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika vita hivi. Kabla watu wakijiandaa na msafara huu, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakataka Mtume aweze kuwatolea, kwa sababu ilikuwa ni safari ambayo mtu anajitolea, anachanga, anatoa chake ndio anaingia katika msafara wa kwenda katika vita kama hivi. Ilitokea wakati ambao kulikuwa na shida, kulikuwa na dhiki, kulikuwa na njaa, jua kali. Sasa Mtume akamwambia masahaba wachange ili waweze kuenda ama kukamilisha msafara kama huu. Sasa watu wakachanga. Kuna baadhi ya masahaba walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, tutolee, tuangalie chochote ututolee na sisi tuweze kuingia katika msafara. Mtume akamwambia, la ajidu ma ahmilukum alayhi, mimi sina uwezo, sina cha kuwatolea nikawaingiza kwenye msafara, na mimi pia sina. Basi masahaba hawa walirudi nyuma, wakaacha safari, huku wakiwa wanatokwa na machozi, wanasikitika, tunataka kuingia katika msafara lakini uwezo hatuna. Wakashindwa kwa sababu ya uwezo, lakini nia zao na hamu zao ilikuwa wanataka kuingia katika msafara waweze kwenda, lakini wakashindwa kwa sababu ya udhuru. Sasa hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akawaelezea masahaba, kuna wenzenu mliowaacha nyuma, nia zao ilikuwa ama nia zao ziko pamoja na sisi, lakini wameshindwa kwa sababu ya uwezo, hawana uwezo. Kwa hivyo watu hawa mmeshirikiana nao katika ujira, yale malipo ambayo mmeyapata nyinyi katika msafara huu, na wao wamepata malipo hayo hayo, pamoja na kuwa wamebakia majumbani mwao. Kwa hivyo kwa wale ambao walikuwa na nia ya kwenda Baitullahil Haram kwa ajili ya kutekeleza ibada hii, lakini kwa sababu ya dharura na matatizo ambayo yaliweza kuwafika, wakashindwa kufika Baitullahil Haram. Kwa hivyo hawa kawaambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa malipo ya ibada hii tukufu ya haji. Ishara ya pili,
ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma, na miongoni mwa huruma zake ni kwamba ameandaa na kuweka ibada maalum kupitia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba mwenye kutekeleza ibada hizo atapata malipo ya ibada ya haji na umra. Hakuweza kubahatika kwenda Baitullahil Haram, yuko nyumbani kwake, lakini kuna ibada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, amezisunisha kupitia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ibada hizi mwenye kuzifanya na akadumu nazo, basi kila atakapozifanya anaandikiwa ujira wa ibada ya haji, ambapo hapa sasa, ama topiki hii, maudhui yetu, topiki yake ni nini? Maudhui yetu, topiki ndio hii, inasema bushra li ghairi alhaji, bishara njema kwa yule ambaye amekosa kufika Baitullahil Haram kutekeleza ibada ya haji, bi'amali ta'dilu ujura hujjaj, na ibada ama matendo ambayo akiyafanya basi atapata ujira wa ibada ya haji. Hii ndio topiki yetu, bishara njema kwa yule ambaye amekosa kufika Baitullahil Haram kutekeleza ibada ya haji, kuwa anazo ibada ambazo lau atazifanya ibada hizo na akadumu nazo, basi Mwenyezi Mungu atamlipa malipo ya ibada ya mwenye kwenda haji. Miongoni mwa ibada kama hizi, ama miongoni mwa amali hizi, amali ambazo zinampa mtu ujira wa ibada ya haji, ya kwanza ni adhikru baada salat, ni kuleta dhikri baada ya swala. Umemaliza kuswali, bila kufanya haraka ukaketi na kuleta adhkar. Adhkari ziko nyingi za baada swala, ni nyingi sana, lakini maarufu ni tasbih na tahmid na takbir na ayatul, kwa kutanguliza ayatul kursi. Hii ni adhkari ambayo ndio maarufu sana, ziko nyingi lakini hii ni maarufu. Kwanza ayatul kursi na kuleta tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 na kukamilisha na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mpaka mwisho. Sasa yeyote atakayemaliza kuswali na akakaa akaleta dhikri kama hii, basi huyu atapata malipo ya ibada ya haji akiwa pale pale aliposwali, lakini analipa kama ambaye ameenda ibada ya haji. Na mara nyingine mtu anaweza kwenda haji lakini akarudi patupu, hilo lawezekana. Ameenda kufanya ibada ya haji lakini pengine amekosa sharti miongoni mwa sharti za haji, ama amekosa nguzo miongoni mwa nguzo za haji, akarudi patupu, akakosa ujira wa haji. Lakini wewe ambaye umeketi nyumbani kwako, ama hukuwahi kusafiri Baitullahil Haram, ukaweza kupata malipo ya ibada ya haji, ukamshinda yule ambaye amekwenda Baitullahil Haram. Ndio Ibn Rajab rahimahullah asema, alqa'idu li'udhrin sharikun lisa'il, yule mwenye kuketi akashindwa kwenda kutekeleza jambo fulani kwa sababu ya udhuru, basi kimalipo ni sawa na yule ambaye ameenda kutekeleza lile jambo. Ndio tuchukue mfano, nia uko nayo, una hamu ya kwenda haji, lakini wewe maskini una uwezo wa kufikisha haji, lakini nia uko nayo. Kila mwaka wewe unahangaika, unatafuta angalau
ambaye atakusponsor na wewe uweze kwenda, lakini kila unavyojitahidi juhudi zako zinaambulia patupu. Nia unayo lakini uwezo maskini, ama uwezo uko nao lakini mgonjwa, kila mwaka kutarajia kwamba labda mimi nitapoa mwakani niweze kwenda, ikifika mwakani wewe bado ni mgonjwa. Sasa nia unayo. Sasa Ibn Rajab anasema kwamba yule mwenye kuketi akashindwa kwenda kutekeleza jambo fulani la ibada, basi sharikun lisail, kimalipo atalipa sawa na yule mwenye kwenda kutekeleza lile jambo. Na akasema pia rubama sabaka sa'ilu biqalbihi, bali mara nyingine inaweza ikatokea yule aliye kwenda ama yule aliyebakia akamshinda yule aliyekwenda. Mara nyingine inatokea rubama sabaka sa'ilu biqalbihi as-sa'ilina biabdani, yule ambaye alienda kinia, kimoyo, nia anayo ya kwenda lakini amekosa kwenda kwa sababu ya uwezo, nia anayo. Sasa huyu ambaye ameenda kwa nia anaweza kumshinda yule ambaye ameenda kimwili. Yule ambaye ameenda mwenyewe moja kwa moja kule anaweza kushindwa na huyu ambaye ameketi hakwenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama nilizotangulia kuzieleza, amekwenda lakini amekosa kutekeleza ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za ibada hii ya haji. Akashindwa kutekeleza ibada yake ya haji, itakuwa imepomoka. Kwa sababu gani? Imekosa kukamilisha nguzo miongoni mwa nguzo za haji. Lakini huyu ambaye ameketi nyumbani akapata ujira wa malipo ya ibada ya haji yakiwa yamekamilika. Kwa hivyo ibada hii ya kuswali baada ya sala ukaketi ukaleta adhkar, ukaleta dhikrullah, basi malipo yake unalipwa ujira wa mtu aliyekwenda haji. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari, hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema Abu Huraira kwamba walikuja matajiri, walikuja mafukara kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakamwambia ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri min al-amwali bidarajati al-ula wan-na'im al-muqim, matajiri wamechukua fadhila zote, kheri zote wamezichukua wao, sisi hatuna kitu. Daraja zote tukufu za hali ya juu wamezichukua wao, sisi hatuna kitu. Wakasema yusalluna kama nuswali, matajiri wanaswali kama sisi maskini tunavyoswali. Wayasumuna kama nasumu, vile vile matajiri wanafunga kama sisi maskini tunavyofunga. Lakini walahum fadlun min amwali, lakini wametushinda ubora kwa sababu wao wana pesa, wana mali. Yahujuna biha, wanatumia mali yao, pesa zao kwenda ibada ya hija, sisi hatuna, tuko maskini. Wayatamiluna, na wanakwenda kufanya umra, sisi hatuwezi, ni maskini. Wayujahiduna, na wanatoa mali yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi hatuna. Wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka kupitia mali yao, sisi hatuna cha kutoa. Wametushinda. Kama ni kuswali tuswali sawa na wao, kufunga tufunga sawa na wao. Ikifika wakati wa zaka wanatoa mali yao, ikifika wakati wa hija wao wanatoa mali yao, wanaenda hija, wanatoa sadaka kupitia mali yao. Sisi maskini hatuwezi kwenda hija, sisi maskini hatuwezi kutoa zaka, sisi maskini hatuwezi kutoa sadaka. Sasa wametushinda. Mtume sallallahu alayhi wa sallam
akawaambia, afala uallimukum shay'an, siwafundishi kitu ama jambo, in akhadtum bihi, ikiwa mtalishika jambo hilo sawa sawa, mukalifuata, adraktum man sabakakum, mutawafikia hao matajiri ambao wamewatangulia. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, na hakuna mtu ambaye ataweza kuwafikia kama mtashikana naye. Wa kuntum khaira man antum baina dhaharanayni, na nyinyi wakati huo mnatekeleza hayo mambo, mtakuwa bora kuliko wale wengine ambao wamewazunguka. Illa man amila mithlahu, isipokuwa kutokee mtu aweze kufanya kama mnavyofanya nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitaka kuwafundisha mambo fulani maskini, ili na wao malipo yao yawe sawa na malipo ya wale matajiri kutokana na yale wanayoyafanya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akwambia, tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salati 33, mulete tasbih mara 33, mulete tahmid mara 33, mulete takbir mara 33 baada ya kila sala ya faradhi. Hilo tu mutaweza kuwafikia wao waende hija, watoe zaka, watoe sadaka, watoe mali yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kimalipo na nyinyi mtakuwa sawa na wao. Kimalipo mtakuwa sawa na wao. Wewe ukutoa zaka, wewe ukwenda hija, wewe ukwenda umra, lakini kwa sababu ya tasbihi 33, kwa sababu ya tahmidi 33, kwa sababu ya takbiri 33, uweze kulipwa malipo sawa na yule ambaye ametoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sawa na yule ambaye ametoa mali yake akaenda kutekeleza ibada tukufu ya haji, sawa na yule ambaye ametoa mali yake kwenda kutekeleza ibada ya umra. Kwa sababu ya takbira 30 tasbih 33, tahmid 33 na takbir 33, umalizie na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ni wangapi katika sisi ibada hii wameishika na wanaitekeleza kila wakati? Ni wachache sana. Wengi wetu baada ya swala mtu ashatoka shakwenda, ama baada ya swala ashashika simu anaanza kuchat. Wengi wetu tuko hivyo, lakini kumbe tukosa ujira mkubwa sana. Tukosa ujira mkubwa sana, ujira wa mtu aliyekwenda haji wakati wewe umelekea tuko nyumbani kwako kwa sababu ya tasbih. Kwa hivyo tasbih hizi ama adhkari hizi baada ya swala ni sababu ya wewe kuandikiwa ujira wa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Jambo la pili katika mambo ambayo yanapelekea mtu kupata ujira wa ibada tukufu ya haji ni almuhafadhatu ala salati alfajr fi jamaa, ni kujitahidi mtu akawa anatekeleza ibada ya swala ya fajiri msikitini kwa jamaa. Kila yule ambaye anaitekeleza ibada hii, anaswali salatu fajiri kwa jamaa msikitini, basi huyu ujira wake ni sawa na ujira wa mtu ambaye ameweza kwenda kutekeleza ibada tukufu ya haji. Katika hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi, hadithi aliyosimulia Anas bin Malik radhiallahu anhu, asema Anas kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, man salla al-ghadata fi jamaa, yeyote mwenye kuswali sala ya fajiri kwa jamaa, thumma qa'ada, kisha akaketi, yadhkurullah, akawa anamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hata tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua likaweza kuchomoza na likarefuka kiasi cha mti wa fumo, thumma salla rak'atayn, kisha akaswali rak'a mbili za ishraq. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kanat lahu kaadri hajjati wa umra,
atapata ujira sawa na ujira wa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija na umra. Tama. Mtume amesisitiza kwamba ibada hizi ni ibada ambazo zimekamilika, sio ibada ambazo zina mapungufu, sio ibada ambayo imetekelezwa kwa upungufu, kwa kasoro. La, ni ibada ambayo imetekelezwa kwa ukamilifu. Malipo yake anayopata, ameswali salatul fajri, akaketi, akamtaja Mwenyezi Mungu, ama akasoma Qur'ani, alete adhkari zozote tutakazoleta, lakini sio kwamba azungumze mambo ya biashara mpaka jua limetoka, sasa kwa ishraka huko alikuwa akizungumza mambo ya biashara. Alete adhkari, ama asome Qur'ani, ama alete istighfar mpaka jua lichomoze, alafu ainuke aswali swala ya ishraq. Basi ujira wake mtu huyu ni kama ambaye ametekeleza ibada ya haji na umra. Ni nadra sana sisi kwanza kuipata salatul fajr. Hilo kwanza ni nadra sisi kuiwahi salatul fajr kwa jamaa, na ikitokea basi tumebahatika kuipata baada ya swala tu, tayari tunaondoka, wenye kwenda kulala, wenye kwenda kufanya nini. Lakini kuketi kuleta hizi adhkari mpaka jua likachomoza ni wachache sana ambao wanatekeleza ibada hii. Lakini kila anayetekeleza ibada hii, basi malipo yake ni malipo ya ibada ya haji na umra, tena iliyokamilika. Katika jambo lingine la tatu, jambo ambalo linasababisha mtu kupata ujira wa haji ni birrul walidaini wal ihsan ilayhima, kuwaheshimu wazazi wawili na kuwafanyia wema. Wazazi ni muhimu sana. Unapomfanyia wema mzazi na akaridhika mzazi yule kwa wema unaomfanyia, basi ujira unaopata ni ujira wa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Katika hadithi ambayo amepokea Imam Tabarani na Imam al-Baihaqi, hadithi ambayo imesimulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema Anas, kuna bwana alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa ni wakati wa jihad, watu wanajiandaa kwenda katika vita. Bwana huyu akaja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni ashtahi al-jihad, mimi natamani kutoka kwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, wa inni la aqdiru alayhi, lakini sina uwezo. Natamani nitoke na mimi nikapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu, ama nikaipigania dini ya Mwenyezi Mungu, lakini sina uwezo ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hal baqi ahadun min walidayka, katika wazazi wako wawili kuna mmoja aliyebakia? Akamwambia, naam ummi, ndiyo ya Rasulullah, yuko aliyebakia na ni mamangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ittaqillaha fiha, muogope Mwenyezi Mungu kupitia huyo mamako. Akamwambia, fa idha fa'alta dhalika, utakapofanya hilo, fa anta hajun, wewe utakuwa ni haji. Ukimheshimu na kumtii mzazi wako, mamako huyo alobakia, wewe tayari utakuwa ni haji. Kisha wa mu'tamirun, na utakuwa umetekeleza ibada kamili ya umra. Kisha wa mujahidun, na pia utakuwa umetekeleza ibada ya kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtii na kuwaheshimu wazazi. Mtume amwambia huyu bwana, ukimtii mzazi wako na akaridhia kwa taa unayompa, basi wakati huo wewe utakuwa ni hajun, wewe utakuwa umeshatekeleza ibada ya haji. Na si haji tu, wa mu'tamirun, na wewe utakuwa umetekeleza ibada ya umra. Na si hizo tu, akamwambia wa mujahidun, na wakati huo wewe utakuwa umejitolea katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia utukufu na ubora wa wazazi. Lakini leo hii ndio watu ambao ni duni kabisa, ndio watu ambao wanaodharauliwa pakubwa sana. Mtu afadhali amheshimu mke wake, rafiki yake,
kuliko mzazi wake. Ifikie wakati amwambia mzazi wake kwamba ndiye mchawi wake, ndiye mbaya wake, hampendelei mazuri. Mtoto anamwambia mamake ama mzazi wake, mimi naona wewe mama unipendelei mazuri, mimi nahangaika napata tabu, kumbe sababu ni wewe. Badala umsikilize na kumtii mzazi uweze kupata daraja hii, lakini matokeo yake ni kwamba wewe unamuumiza moyo wake kila wakati na matamshi yako. Katika mambo ambayo vile vile yanasababisha kupata ujira wa ibada hii tukufu ya haji ni adabu salati al-maktuba fil masjid, ni kutekeleza ibada za sala 5 ndani ya msikiti. Ukawa wewe utasali sala 5 ndani ya msikiti bila kukosa kwa jamaa. Hii pia ni moja katika mambo ambayo yanasababisha kuweza kupata ujira wa haji. Hadithi ambayo ameipokea Imam Abu Daud, hadithi ambayo ameisimulia Abu Umama, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhira, yeyote mwenye kutoka nyumbani kwake akiwa amejitayarisha, ashatawadha, sio kuja kutawadhia hapa, umetawadha nyumbani, unaelekea ama ukaelekea msikitini, miongoni mwa misikiti iliyoko katika ardhi kama hii, ila salati maktuba, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala ya faradhi. Mtume anasema faajuhu kaajri alhaji almuhrim, ibada yake ujira wake ni kama ujira wa mtu aliyetekeleza ibada ya haji. Umetoka nyumbani ukiwa umetawala, ukaelekea msikitini, basi msikitini unakuja kwa ajili ya kutekeleza ibada ama swala ya faradhi, basi malipo yako ni sawa na ibada na mtu aliyetekeleza ibada ya haji. Sio, narudia, sio utawadhie hapa. Ukitawadhia hapa malipo hayo na yakosa, utawadhie nyumbani. Na sisi ni wazito sana wa kutawadhia nyumbani. Tuseme ukweli, sisi ni wazito wa kutawadhia nyumbani. Juzi tulikuwa na matatizo, mashine iliungua, tukafunga choo, msikiti ulihama. Watu walihama msikitini kwa sababu gani? Choo kimefungwa, maji hayapatikani vizuri, mara nyingine akija hakuna maji, mtu akaona atafute mahali msikiti ambao ukifika choo kiko wazi, maji yapo. Ama nurongo. Tulikuwa tukiswali watu kidogo sana, safu moja ilikuwa haikamiliki. Kisa maji yana shida, choo kimefungwa, watu wakatafuta sehemu ama kwingine ambapo wakifika watapata maji, watapata choo. Kitu gani kilichokufanya usitawadhie nyumbani uje msikitini? Tuseme ukweli, twaona tunaharibu maji tukitumia kule majumbani, wacha twende msikitini ndio kuna maji ya bure. Huo ndio ukweli. Msikitini kuna maji ya bure, hata choo ambacho ni cha bure. Mtu amekaa nyumbani kwake nje barazani, lakini akisikia choo hawezi ingia ndani akaenda chooni. Wapi? Msikitini. Sasa tutapata vipi ujira kutawadhia nyumbani? Kwani maji ya huku msurawadha ndio nzima? Si ni kwa pamoja tushamaliza kutawadha, wewe tayari ushapata ujira wako wa haji na umra. Kwa kopo moja tutawadhia nyumbani, lakini tuone uzito, tujikoseshe ujira mkubwa kwa sababu ya kitu ambacho kwamba la yusmin wala yughni min ju'. Tufanyeni haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaleta, ni huruma, akituhurumia, kwa sababu mimi na wewe hatuna uwezo wa kwenda ibada ya haji, hatuna uwezo wa kufika huko, ila tuhurumiwe, tusikitikiwe, na tukasikitikiwa sote. Watakaobahatika kuhurumiwa wakienda wamekwenda,
lakini na wewe tumebakia tuyafanye haya ambayo yatatuwezesha kupata malipo ya mwenye kwenda haji. Na kama tulivyosema, wewe waweza kwenda kule ukakosa kukamilisha yale masharti yanayotakikana, ukarudi bila haji, lakini hapo kutawadia nyumbani wewe haji ushaipata. Ukija kuswali salatu al-fajr kwa jamaa, ukaketi ukamtaja Mwenyezi Mungu, kisha jua likitoka ukaswali salatu al-ishraq, wewe ushapata ibada ya haji. Ni mambo madogo ambayo twaweza kuyafanya, sio mazito, sio kwamba hatuwezi, twaweza kuyafanya, na Mwenyezi Mungu akatujalia tukaweza kupata ujira kama huu. Kwa hivyo tujibidiishe, tufanyeni bidii mambo kama haya ili tuweze kupata ibada hii. Tutakuwa tunahiji kila wakati na si mara moja kwa siku. Uweza kupata hiyo malipo haya mara 3, mara 4, mara 5 kwa siku. Sasa wewe jalia upate japo ni mara moja tu kila siku, utakuwa uko mbali. Umri wako mpaka utakapofikia kikomo utakuwa umepata malipo ya ibada hii mara ngapi? Itakuwa ni mara nyingi. Kwa hivyo kwa haya machache muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza ndugu zetu waliokwenda, Mwenyezi Mungu awatakabalie ibada yao, na sisi ambao hatukuweza kwenda kwa sababu moja ama nyingine tuweze kutekeleza haya ili tuweze kupata malipo ya ibada hii kama wenzetu walivyokwenda. Mwenyezi Mungu atujalie na nadhiri sallallahu alaihi wa sallam. Fatajuna sana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.